Ni wewe Bwana. Ni wewe. Hakika wewe ni mtakatifu. Ni wewe mtakatifu. Hakika wewe ni Bwana Mungu. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe unastahili kuabudiwa. Hakuna mwingine mbinguni wala duniani. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Baba, tunalitukuza jina lako. Baba, tunakuabudu. Baba, tunasema asante. Asante kwa ajili ya muda ambao umetupa, ya kwamba Baba tumeweza kukusanyika tena kama watoto wako, ili Baba upate kutuhudumia. Asante kwa ajili ya kutupa nafasi na kutuongoza kwa Roho wako Mtakatifu, tukaweza kukuabudu wewe. Sasa Bwana, tuko tayari. Tuko tayari kukusikiliza wewe. Tukosema amina. Makofi na vigelegele, sema amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema na kila wakati. Na hiyo ndio asili yake. Alafu unagonga na jirani yako, Mungu ni mwema na kila wakati. Na hiyo ndio asili yake. Alafu mwambie karibu nyumbani kwa Bwana. Mwambie jisikie mahali salama, mahali penye amani. Mungu anakupenda na amekuleta kuhudumia siku ya leo. Hebu mshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele tena. Tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi ya kuwa na mkutano wa Fire Conference mwaka huu 2020,
kwa sababu kwa hali ambayo taifa, kanisa na dunia tulikuwa tumepitia kuanzia ule mwezi wa 3 na wa 4, hakuna mtu aliweza kujua kama mwaka huu tungeweza kuwa na mkutano wa aina hii, lakini Mungu ilimpendeza ya kwamba uwepo. Na ukiona Mungu ameweza kufanikisha jambo ambalo lilikuwa sio rahisi kufanikiwa, lakini likafanikiwa, basi kuna kusudi kubwa sana la Mungu katika jambo hilo. Sio kitu rahisi sana. Kwa hiyo Mungu aliyefanikisha mkutano huu ukawepo, kwa vyovyote vile kuna kitu ambacho Mungu aliandaa kwa ajili ya mtu fulani, na si mwingine ni wewe ambao umekuja mahali hapa siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu ongeza makofi na vigelegele na shangwe kwa Bwana. Viongozi walioandaa mkutano huu walipata mafunuo ya kichwa cha somo au mada kuu ya mkutano ambayo inasema divai mpya na viriba vipya. Nafikiri walimu waliotangulia wamezungumza sana kwa habari ya divai mpya na kiriba kipya, na hata kule ambapo wanafundisha Kibaha pia tulikuwa tunazungumzia somo hili kuhusu habari ya divai mpya na kiriba kipya, na sitakuwa na muda mwingi wa kuweza kurudia, lakini angalau nitaweka msingi kidogo katika mada hii ili niweze kuendelea na kile ambacho Mungu anataka tuzungumze pamoja. Ndugu, ningeomba kama kuna msomaji angetufungulia Injili ya Mathayo sura ile ya 9 mstari wa 17 na Injili ya Marko sura ya 2 mstari wa 22. Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ile ya 9 aya ya 17, alafu baadaye utasoma Injili ya Marko sura ya 2 mstari wa 22. Amen. Anza kusoma Mathayo. Amina. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu. Na kama wakiitia, vile viriba hupasuka, divai ikamwagika, na viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote. Anasema watu hawaweki divai mpya kwenye viriba vikuu. Watu hawatii divai mpya kwenye kiriba kilichochakaa. Kwa nini? Kwa sababu wanapotia divai mpya kwenye kiriba kilichochakaa, kitakachotokea kile kiriba kitaharibika na ile divai itamwagika. Kwa hiyo ili wasipate hasara ya divai na kiriba, maana ukitia divai mpya kwenye kiriba kikuu, matokeo yake utapoteza kiriba na divai. Ili usipate hasara ya kupoteza kiriba na divai, basi wakaweka divai mpya katika kiriba kipya. Kiriba ni chombo kilichokuwa kinatumika kwa ajili ya kutunzia divai. Tumsifu Yesu Kristo. Marko 2:22. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Ikiwa atia ile divai mpya, itavipasua vile viriba, ndio divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya. Amen. Amerudia maneno yale na sehemu nyingi kwenye maandiko yanataja habari hizo, ya kwamba divai mpya, kiriba kipya. Hatuwezi, katika utamaduni wa Wayahudi walikuwa hawawezi kuchukua divai mpya na kuiweka kwenye kiriba cha zamani. Mimi sizungumzi habari ya divai, nitazungumza habari ya divai mpya ni kitu gani. Anapozungumza habari ya divai mpya, nimetafsiri nini ambacho nataka nizungumzie leo. Divai mpya ni sawasawa na maisha mapya. Divai mpya anazungumza ni kama maisha mapya, ni kama mwanzo wa maisha. Anasema maisha mapya yanaweza yakawa ni maisha mapya ya kiroho, yanaweza yakawa ni maisha
yanaweza kuwa ni maisha mapya ya kuishi mahali ambapo hujazoea, yanaweza kuwa ni maisha mapya yaliyoletwa na mfumo mpya wa uongozi, yanaweza kuwa ni maisha mapya yaliyoletwa na mabadiliko ya kiteknolojia, yanaweza kuwa ni maisha mapya yaliyoletwa na mabadiliko ya kisayansi, yanaweza kuwa ni mabadiliko mapya ya maisha mapya yaliyoletwa na mabadiliko ya kisiasa. Kitu ambacho binadamu hawezi kukizuia duniani ni mabadiliko. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Hata kama ungekuwa ni muombaji wa namna gani, unajua kukemea namna gani, mabadiliko hayawezi kuzuilika. Na kila mabadiliko yanapokuja yanakuja na maisha mapya. Halo? Amen. Hiyo nimetafsiri kama divai, na ndio kitu ambacho tutakachozungumzia divai mpya. Anazungumza habari ya maisha mapya. Anazungumza habari ya kiriba. Kiriba nimetafsiri kama mfumo mpya, mfumo ambao unaendana na maisha mapya. Sema mfumo. Mfumo mpya lazima ujengwe na fikra mpya. Hauwezi kutengeneza mfumo mpya kwa fikra za zamani. Kwa hiyo kiriba kipya maana yake ni mawazo mapya, maana yake ni mfumo mpya. Divai mpya maana yake ni maisha mapya. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Okay. Ngoja nizungumze kidogo alafu tutakuja kwenye maandiko kwenye somo ambalo nataka nilizungumze. Unajua hauwezi mtu akakwambia mara moja ya kwamba kuanzia wiki ijayo utahamia Uingereza na maisha yako yatakuwa ni Uingereza, alafu ghafla ukaanza kushangilia na kufurahi. Ujue ulifikiri kidogo sana, kwa sababu anakuambia unaenda kuishi Uingereza, maana yake unaishi mahali papya penye mfumo mpya pia. Hawezi kuishi Uingereza kama unavyoishi Kigoma. Hawezi kuishi Uingereza kama unavyoishi Moshi. Hawezi kuishi Uingereza kama unavyoishi kijijini. Maana yake kila mahali unapoenda kuishi kuna mfumo mpya. Na hili ndio kosa ambalo baadhi ya wengi walifanya. Walipoenda Ulaya wakaona maisha ni mazuri, watu wana magari, magorofa marefu, maisha ni mazuri, akafikiri na akienda pale mara moja atafanana na wale watu. Matokeo yake wameishia mahali pabaya kweli kweli. Kwa nini? Ameingia mahali papya na kiriba cha zamani. Sema amen. Amen. Hujawahi kuona mtu anakaa Dar es Salaam, yuko katikati ya jiji, lakini anaishi maisha ya kijijini. Kavaa koti zito la baridi wakati kwa Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kitu gani kimetokea? Ni kwamba ameanza maisha mapya lakini mfumo wa zamani. Na kwa vyovyote vile maisha yoyote mapya yakiendeshwa na mfumo na fikra za zamani, maisha hayo yanaharibika. Ndio maana nasema divai itaharibika na kiriba itaharibika. Huwezi kufanikiwa, utapata mateso tu. Watu wangapi ambao walitoroka Tanzania wakaenda Afrika Kusini, wengine wakatoroka wakaenda Ulaya, leo wamefanikiwa wapi? Wamekuta maisha ni magumu kuliko unavyofikiri. Wengine wameishia ndani, wengine wameishia kuhangaika, mambo yamekuwa ni mabaya, wanatamani kurudi Tanzania hawawezi. Kitu gani kimetokea? Alitamani maisha mapya akifikiri anaweza akaishi Uingereza au Afrika Kusini kwa kutumia mawazo ya Dar es Salaam, kitu ambacho hakiwezekani. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba twende taratibu. Kaka, naomba twende kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Sura ile ya 3. Soma ule mstari wa 7 hadi wa 10. Sikiliza kitu Mungu anasema pale. Amen. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Kipindi hicho Mungu anaongea na Musa baada ya taifa la Israeli kuteseka kwa miaka 430. Sasa Bwana anasema ameona mateso ya watu wake.
nami nimekisikia kilio chao, na kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Kisha pana nchi. Naomba sikiliza vizuri hapo. Huo mstari wangu umefika wa 8. Wa 8. Naomba mstari wa 8 upigie mstari kama biladi ya kwako. Una umuhimu sana. Huo mstari wa 8 una umuhimu sana. Anasema kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Kuna nchi iliyojaa maziwa na asali. Hata mahali pa Mkanani. Amesema hapo penye maziwa na asali kuna Mkanani na Mhiti, kuna Mhiti na Mwamori, kuna Mwamori na Mperizi, na Mperizi, na Mhivi, na Mhivi, na Myebusi, na Myebusi. Rudia tena. Nataka kuone kitu hapo. Hata mahali pa Mkanani. Yaani anasema nimesikia kilio chako. Nimeona mateso yako. Nimekuja nikuokoe. Ninakupeleka kwenye nchi. Hiyo nchi ina maziwa na asali. Lakini kuna Mperizi, kuna Mhiti, kuna Myebusi hapo. Sema amen. Amen. Naomba rudia andiko vizuri tena baba. Nianze nani mwanzo? Hiyo nani tu, nani anataka hiyo nani? Mpaka ingie kwenye akili yetu vizuri hiyo. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Anasema nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwatoe kwenye mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile. Niwatoe kwenye nchi ile hata nchi njema. Niwape nchi njema. Kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Kuna nchi iliyojaa maziwa na asali. Hata mahali pa Mkanani. Hapo kuna Mkanani na Mhiti, na Mhiti, na Mwamori, na Mwamori, na Mperizi, na Mhivi, na Mhivi, na Myebusi, na Myebusi. Tumsifu Yesu Kristo. Swali langu, kulikuwa kuna haja gani ya Mungu kuwatangazia watu ya kwamba kuna nchi yenye maziwa na asali, alafu hiyo nchi ina Wahiti, ina Wayebusi, ina Wakaanani wako kule? Waisraeli hawakuwaza Mwebusi wala hawakuwaza Mhiti, waliwaza maziwa na asali. Kwa sababu waliishi mateso, walikaa kwenye viboko, mfumo wa maisha yao yalikuwa sio mfumo wa kupata maziwa, sio mfumo wa kupata asali, ni maisha ya utumwa ambao mara zote walikuwa wanaishi kwa viboko, wanashinda shambani wanalima, wanashinda kwenye jua wanafanya kazi, wameteseka, wamelia kilio kikubwa. Mungu amesikia. Mungu anasema ninawatoa na wapeleka kwenye nchi yenye maziwa na asali. Wao wakashika neno moja tu, macho yao wakainua macho, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaona Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakaanza kumlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika nchi ya Misri umetutoa huko ili tu. Yaani hawa jamaa baada ya kuona wa Misri, habari ya maziwa ikafutika, ikaibuka kaburi. Wakamwambia ina maana ni kwa sababu hapakuwa na makaburi ukaamua kuja kutumalizia hapa, au kuna kitu gani? Kwa nini umeamua kututenda haya? Hebu fikiri, mtu mmoja unalalamikiwa na watu 3,000,000. Walipoondoka hawakuuliza maziwa ng'ombe wa nani, walibeba vibakuli vya kunywa maziwa, wakaalika majirani kunywa maziwa. Walipofika mbele wakakutana na bahari, walipoangalia nyuma wanaona jeshi linakuja. Wanamwambia Musa, ni kwa sababu hapa kuna makaburi. Kwa nini wamewaza makaburi? Kwa sababu kwenye kichwa yao kuna makaburi. Waliyapata wapi? Kwa sababu katika utumwa watu walikuwa wanauawa mara kwa mara, wanazikwa. Kwa hiyo kichwa ina makaburi na kifo. Wanajua ukimwona Mwisraeli unauawa, hakuna kitu wanachonacho. Habari ya kushindana na Mwisraeli hakuna. Endelea mtumishi wa Mungu. Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Kwa nini umetutoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri. Tulikueleza tangu tukiwa kule Misri.
tuache tuwatumikie Wamisri, tuache tuwatumikie Wamisri, maana ni afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani. Afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani, mahali ambapo hakuna makaburi. Kwa Waisraeli, kwa vyovyote vile, walipokuwa wanazika ni watu ambao walikuwa na enzi sana mahali wanapozika mtu wao. Unajua kuna makabila Tanzania, likiwepo kabila letu la Wachaga, huwa haziki watu ovyo ovyo. Yaani kaburi kwake ni muhimu sana. Sasa wanajiuliza, hapa leo tunazikwa wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Punga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Hawa jamaa wameanza maisha mapya. Wameshachukua hatua tayari. Lakini bado kilima cha zamani, bado wanawaza makaburi ya Misri. Hawako Misri, wana Misri. Wameanza maisha mapya, wameanza safari mpya, lakini kichwa yao kilima ya zamani. Endelea mtumishi wa Mungu. Musa akawaambia watu, sikiliza kitu Musa anawaambia, msiogope, simameni tu. Msiogope, simameni, mkauone wokovu wa Bwana, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Atakaowafanyia leo. Nisikilize kwanza, kwa taarifa yako, hata Musa alikuwa hajui anapitaje pale. Swali langu ni kwamba kama Musa alikuwa hajui watapitaje na hawa Waisraeli hawajui watapitaje, kwa nini Musa hakulalamika? Hawa wanalalamika. Tofauti yao ni nini? Halo? Jamani, fire conference ni mafundisho. Kwa kama ulizoea kuambiwa pokea Land Cruiser, pokea upako, pokea mchumba, pokea hapa, hiyo utapata kirahisi wiki hii. Hapa tunacheza na akili yako. Cheza na fikra hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Maana wakati mwingine kama utumie fikra hapo, unapoambiwa pokea Land Cruiser, washa gari, unafanya maigizo, unajua kile pia hajakaa sawa. Kuna vitu vingine kama pia utumie ufahamu wako vizuri. Sema amina. Amina. Lazima akili yako, unajua imani bila akili ni ujinga wakati mwingine. Unaweza ukalishwa mpaka mijusi, ukabeza ukafikiri ni upako. Tumsifu Yesu Kristo. Nauliza hivi, habari Musa alikuwa hajui wanapitaje? Na yeye ameona maji kwa mara ya kwanza. Na yeye pia ameona Wayahudi wa Misri wanakuja. Yeye hajui wanapitaje, hawajui wanapitaje. Kwa nini Musa hakuhamaki? Kwa nini Musa hakupiga yowe lakini hawa wanapiga yowe? Maana hata yeye hajui wanapitaje pale. Kitu gani kimetokea? Ni safari ile ile. Tofauti yao mawazo ya Musa, akili ya Musa, fikra za Musa, mfumo wa kufikiri wa Musa ni tofauti na kufikiri kwa watu hawa. Hiyo ndio tofauti yao. Na Musa amepata wapi? Kwa nini Musa anafikiri tofauti? Ngoja nikwambie, yale mazoezi yote ambayo Musa alifanya alipokuwa kwa Farao, anapiga maji yanakuwa damu, Farao na yeye anaita waganga wanapiga yanakuwa damu. Anafanya mavumbi yanakuwa vyura, Farao anaita waganga yanakuwa vyura. Mungu alikuwa anabadilisha fikra ya Musa ya kwamba kuna Mungu anayeweza kwenye akili yake kuingia mawazo. Hawa ilikuwa hajaingia bado. Ndio maana walipokutana na maji, wazo la kumkimbilia Mungu lilikuja. Kwa nini? Alishakutana na Mungu wake tayari. Hawa wengine bado hawakutana na Mungu wake. Ndio maana akaona makaburi. Haleluya, haleluya. Linaweza likatokea tatizo mbele yako. Wewe unaona karibu kaburi, mwenzako anaona ushindi. Tatizo nini? Fikra. Sema amen. Sema amina. Inafika mahali unaona tatizo, mwenzako anaona kifo, mwenzako anaona ushindi. Ni jambo lile lile, tukio lile lile. Huyu anatafsiri kifo, huyu anatafsiri kushinda. Tofauti ni nini? Yesu ni yule yule, Ukristo ni ule ule. Tofauti yetu viriba. Una kiriba cha zamani, divai mpya. Mwenzako ana kiriba kipya na divai mpya. Maisha haya yanatofautiana. Kwani uje kuona watu waliompokea Yesu usiku hawalali? Wanasema kuna kitu kinapita huko juu. Amekemea mpaka sauti imekauka na amempokea Yesu. Kiriba cha zamani, divai mpya hiyo. Tatizo sio Yesu hawezi, akili yake haijabadilika kiasi cha kumwamini Yesu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Musa akawaambia, tulieni, msiogope. Hao wa Misri mnaoona hamtaona tena. Jina la Bwana libarikiwe. Halafu hata yeye mwenyewe hajui anapitaje pale. Musa amepata wapi ujasiri? Kwa sababu kwenye akili ya Musa, kwenye fikra za Musa tayari kuna Bwana anayetenda. Amejuaje? Alimuona jangwani, alimuona kwa Farao. Haleluya. Amen. Nenda mbele kwa mtumishi wa Mungu. Tutafuatia. Yes. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo, hamtawaona tena. Hamtaona tena. Bwana atawapigania ninyi. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Haya maneno Musa ameyapata wapi? Ni kwa sababu alishakutana na Bwana, akampigania, akaona, ikaingia kwenye mindset yake. Alishakutana na Mungu kule kwa Farao. Wakati Musa anapambana na Farao, Waisraeli wanakula maisha. Wakati Mungu anatengeneza fikra za Musa, Waisraeli hawakuwepo. Walipokutana na tatizo, wametofautiana. Wenzao wameona kaburi, Musa ameona njia. Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza ukampokea Yesu, ukaokoka kwa neno, kwa lugha, ukaishi maisha ya shida kuliko unavyofikiri. Tatizo sio Mungu afanye. Tatizo ni divai mpya, viliba vya zamani. Huwezi. Kila mfumo mpya wa maisha una fikra mpya. Kama unabisha jaribu kuolewa, alafu shika bachela uone. Jaribu uone tu. Ndio utaelewa ninachokiongea. Halo? Halo. Umenisikia hicho sasa? Hujasikia? Au nataka nirudie? Nimesema hivi, kama hujanielewa, thubutu kuolewa alafu ishia mabachela ulioondoa uone. Ndio utakaponielewa naongea nini. Huwezi kuanza divai mpya viliba vya zamani. Waulize waliooa wakaishika mabachela. Sikiliza muziki wako kwenye ndoa, hizo ngumi zake. Hapa hata kama mnanena kwa lugha zitapigwa. Shida nini? Kiliba cha zamani, divai mpya. Wewe leo tu mwanamke, alafu siku unaanza kuchati na watu, tunarusha message uone vibao vyake. Usije jamaa ameokoka. Hakuna utakula vibao na wokovu. Tatizo nini? Unaleta viliba vya zamani kwenye divai mpya. Sema amina. Piga Yesu makofi na vigelegele. Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu maisha mapya na mfumo mpya na fikra mpya. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Kila maisha. Sasa Waisraeli wameanza maisha mapya ya mfumo wa zamani. Kazi yake ni ngumu kweli kweli. Endelea mtumishi wa Mungu. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Kwa nini unanililia mimi? Kumbe Musa na yeye ameenda kumlilia Bwana. Angalau yeye ameenda kumlilia Bwana. Musa yeye haulizi makaburi. Anamwambiaje? Endelea mtumishi wa Mungu. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waambie wasonge mbele. Haleluya. Musa ameambiwa waambie Waisraeli wasonge mbele. Kama wao wameona makaburi, hakuna makaburi hapa. Haya ni mawazo yao tu, lakini hakuna kaburi hapa. Waambie wasonge mbele. Hata kama Farao amekuja na jeshi lake, hatapita hapo hapo. Kwa nini? Bwana atafanya njia pasipo na njia. Piga Yesu makofi. Wakati wa kaburi kumbe kuna njia. Haleluya, haleluya. Unaweza ukaugua ukafa ukazikwa, si Bwana haponyi, uliona kaburi badala ya kuona uponyaji. Kuna watu wengi wanaletwa kwenye maombi hawaponi. Shida nini? Anatafakari ripoti ya daktari. Amekuja kwenye maombi lakini anawaza hii kansa walisema imeshakuwa na utumbo na jinsi inavyoua. Akili imejaa ukubwa wa kansa. Ameletwa kwenye maombi, amekuja kwenye huduma, maana yake ameletwa kwenye divai mpya, lakini kichwa yake kiliba ya zamani. Watu wanasema pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Yesu anaponya, kichwa yake anamwambia kansa yako.
kanisa bila usherati. Hivi usherati wataweza kweli? Amekaa hapa anaombewa, anaanza hivi, daktari wangu kesho utamkuta hivi, atakuwa badala ya akili yake kufikiri ukuu na uweza wa Mungu kwenye tatizo lake, anafikiri habari za daktari na ripoti ya daktari yake, na kuambia ndugu yangu utakufa, acha masiara. Akamwambia waambie wasonge mbele. Amen. Amina. Amina. Songa mbele. Songa mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Soma baba. Musa, nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Inatosha. Watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Maji yaliyogawanyika, mnaelewa wote hapo, wakapita. Kimya. Hakuna yako alikuwa wa mwisho, yakirudi kila mmoja yuko mbele. Wanapita. Unafikiri angekuwa ndio jamaa yake akija Farao, ukichungulia anakuja akipiga mkuki wa mgongoni, kila mtu anataka awe mbele. Wakavuka. Walipovuka ile sura ya 15 kitabu cha Kutoka, kuna wimbo waliimba pale. Waliimba mapambio haijawahi kutokea. Wakacheza kiduku, wakaruka, wakashangilia, Bwana amefanya makubwa, Farao na jeshi lake ameangamia, wakaruka. Lakini yote haya Mungu alikuwa anabadilisha fikra yao, waanze kujua kumbe kuna Mungu anaweza. Kulikuwa kuna sababu yote kuwapisha kwenye maji, aliwapisha kwenye maji ili akili yao igize uwezo wa Mungu. Amen. Msifu Yesu Kristo. Kwa nini anawapisha kwenye maji? Kwa nini anakutana na maji? Anataka kwenye akili ya hao watu Mungu aanze kuingia. Wameenda mbele kidogo, matatizo yakaanza. Sura ya 16 kaka, naomba nisomee mstari wa kwanza na watatu. Kisha wakasafiri kutoka. Kumbuka wameshika mapambio hawa, wa maji yameshapasuka, wamesafiri, wamekwenda. Endelea baba. Kutoka Elimu. Ndio. Na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko katika Elimu na Sinai. Siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni. Ukamnungunikia Musa na Haruni huko barani. Ukasemaje? Wana wa Israeli wakamwambia. Wakamwambiaje? Laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri. Bora hawa jamaa wamevuka bahari, wako katikati ya safari, lakini bado wanasema bora tungekufa kule Misri, tumekaa pembeni ya sufuria za nyama. Endelea mtu wa Mungu. Katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama. Yaani jamaa anasema bora ungetuacha tukabaki Misri, hata tukafa tumekula nyama. Tulipokula vyakula hata tukashiba. Kwa nini mmetutoa huko na kututia katika bara hii? Kwa nini mmetuleta kwenye dhiki? Jamaa wamekaa usiku na mchana, kwanza hakuna msosi, siku ya pili hakuna msosi. Hawakukumbuka kama Mungu aliyepasua maji ya bahari anaweza kuleta nyama. Wakakumbuka Misri sufuria. Kinachowatesa ni nini? Sio swala la imani. Kichwani kwao bado maisha yale ya Misri, viriba wanavyo, ule mfumo wa maisha ya Misri wanao, haujaondoka. Kinachowatesa watu hawa ni hiyo tu. Wameona maji yamepasuka, hawajaamini bado. Kwa nini? Bado kichwa chao, fikra zao hazijabadilika. Usipobadilika unavyofikiri, huwezi kubadilika unavyoishi. Usipobadilika unavyofikiri, hauwezi kubadilika unavyoishi. Unavyoishi ni matokeo ya kufikiri kwako. Kwa hiyo usilalamike. Na fikra zinakaa kwenye ubongo, na wewe unaelewa vizuri kwamba ubongo sio akili.
kwa sababu kila mtu ana ubongo, lakini sio kila mtu ana akili zinazofanana. Waisraeli kilichowagharimu ni fikra zao, kwenye akili yao. Kwani uje kuona watu wameenda kwenye maombi, unaomba alafu unajikuta umejichanganya mwenyewe, ukasema Baba, naomba unibariki, Mungu nibariki, Mungu naomba Mungu nibariki, nijenge ni ghorofa. Ukakatia mwenyewe sana, nasema hivi, naombaje? Yaani mwenyewe unaanza kusikiliza sasa hivi, naombaje? Hivi nimechanganyikiwa nini? Mungu naomba nipe kibanda. Baba, hata kibanda, hata cha room mbili tu Baba. Ulipotaja ghorofa unaona kama umechanganyikiwa. Ulipotaja kibanda unaona size yako. Ukangangania kwa Baba kibanda, Baba kibanda, Baba hata cha room mbili, hata kama hakina simenti Baba. Hicho Baba. Unafikiri tatizo ni Mungu au tatizo ni akili yako haiamini unaweza kujenga ghorofa? Nimekwambia unavyofikiri ndivyo utakavyoishi. Haleluya. Amen. Kitu gani kama unabisha tuanze maombi hapa, afu anze kuomba ndege uone kama utaacha kuomba. Wale tu Baba, katika jina la Yesu naomba unipe ndege kama utaendelea kuomba. Kinachokugharimu nini? Fikra yako na fikra yangu hainitumi kabisa. Kama inawezekana Mungu akakupa ndege, haiwezekani. Utajiza nafaki wapi? Kama nani mwenye ndege kwanza? Lakini ukimchukua mtoto wa Bill Gates au mtoto wa tajiri mmoja kule Ulaya ambaye anamiliki mandege kama Emirates, ukamchukua mwanae ukafanya maombi, hata Baba nipe mandege makubwa, lakini wewe boda Baba. Tumsifu Yesu Kristo. Tatizo nini? Maandiko matakatifu yanatuambia ombeni lolote hilo nami nitalifanya, kwa kuwa hakuna neno lolote ambalo mimi nalishindwa. Wewe akili yako inakwambia usiombe lolote, Mungu hatafanya. Sio Mungu aliyekwambia, wala sio shetani. Akili yako haiamini. Kwa nini? Mazingira uliokaa, mfumo uliokaa, hauna wazo la ndege. Mfumo uliokaa hauna wazo la ghorofa. Mfumo uliokaa hauna wazo la gari. Mfumo uliokaa una wazo la bodaboda. Mfumo uliokaa una wazo la baskeli na kibanda. Ukija kwenye maombi, baskeli na kibanda. Sasa nisikilize, ubongo na fikra, chochote unachopanda kinaota. Kwa nini? Ubongo, fikra ni kama udongo. Hii ubongo ni kama udongo wenye rutuba. Sasa ukipanda maembe naota maembe, ukipanda mbigili zinaota mbigili, ukipanda michongoma yanaota nini? Michongoma. Sasa mwenzako alipanda akasema, Baba, katika jina la Yesu nipatie nyumba nzuri, nipatie gari nzuri. Wewe akileo kwambia wewe huwezi kupata, wewe omba nyumba ya kibanda kimoja ya vumbi pamoja na bodaboda. Ukaomba mwenzako amepata nyumba nzuri na gari nzuri, wewe ukapata bodaboda na kibanda. Umheshimu gani? Maana ndicho unachokitaka. Kila mtu atakula sawa na mawazo yake. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lakini ukibadilika unavyowaza, utabadilika unavyoomba. Ukibadilika unavyoomba, utapokea unachoomba. Kwa nini? Kila ombaye atapokea. Tatizo ni nini? Fikra. Tumsifu Yesu Kristo. 16:12 kaka, Kutoka. Nimeyasikia manunguniko ya wana wa Israeli. Ndio. Haya, sema nao. Ukinena. Wakati wa jioni mtakula nyama. Watakula nyama.
Na wakati wa asubuhi mtashiba mkate. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sasa nisikilize. Ndugu zangu, haya maisha ambayo tumeanza, maisha haya ya kiroho, maisha ya kumtegemea Yesu, kila kitu kiko ndani. Mafanikio yote, utajiri wote uko ndani. Mafanikio yote yako ndani. Tatizo ni sisi hatujabadilika. Mungu anataka tuone mbali, sisi tunaona hapa. Wakati mwingine hatujaruhusu fikra zetu kuona mbali. Kaka, naomba nisomee Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi mstari wa 20 hadi 27. Sikiliza vizuri habari. Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 20 hadi 27. Ndipo kwa matunda yao mtawatambua. Kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Yule anafanya mapenzi ya Baba yake aliye mbinguni. Mapenzi ya Baba wa mbinguni ni pamoja kuwaza katika mfumo kama Baba yetu wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Narudia tena, mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni ni pamoja na kuwaza kama Mungu anavyotuwazia. Maana anasema Mungu ni Mungu anayetuwazia mawazo mema, mawazo ya utajiri. Wewe kazi yako ni kuweza kuwaza kwa kiwango ambacho Mungu anachokuwazia. Ukishindwa kuwaza kwa kiwango ambacho Mungu anachokuwazia, ukashindwa kufikia maendeleo ambayo Mungu anataka uyapate, tatizo sio Mungu. Wewe umeshindwa kubadilisha mfumo wako wa kufikiri ili uwaze kwa kadiri Mungu anavyokuwazia uweze kupata yale ya Mungu. Kwa nini? Ndani ya Mungu kuna kila kitu. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, 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 hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kutoa pepo? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Sema akili. Akili. Anayesikia maneno na kuyafanya anafananishwa na mtu mwenye akili. Hasemi anafananishwa na mtu mwenye ubongo, mwenye akili. Sema akili. Akili. Sema akili. Akili. Kwa sauti kubwa. Akili. Ongea tena. Akili. 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 Anafananishwa na mtu mwenye akili. Akili maana yake ni uwezo wa kuona mbali. Mungu wetu ni Mungu anaona mbali, na alitupa kwa sura na mfano wake. Anataka tuwe na fikra za kuona mbali, tuwe na mawazo ya kuona mbali. Akili ni tofauti na elimu. Usio kasema sijasoma sina akili, ni tofauti. Kuna mtu mmoja alisoma kitabu chake kimoja, sijui kama ni tafsiri sahihi sana, sijafanyia utafiti wa kutosha, akasema akili ni baada ya kutoa maarifa yote ya vyeti vya shuleni, kinachobakia ndio akili. Sasa kama umenielewa, Mungu akubariki. Kama hujanielewa, tuiache hiyo. Akili. Akasema asikie maneno yangu anafananishwa na mtu mwenye nini eti? Akili. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Yeye mwenye akili alijenga nyumba juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Endelea. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye,
atafananishwa na mtu mpumbavu. Anafananishwa na mpumbavu, maana kuna mwenye akili na mpumbavu. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Ajenga juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba, ikapigwa, ikaanguka. Sikiliza, ngoja kwanza baba, nataka tukubaliane. Hawa wote wamejenga, si ndio? Huyu amejenga na huyu amejenga, nyumba zimekamilika, kila mmoja ametumia gharama. Mmoja alipoona mvua inaanza kunyesha, akaanza maombi ya kuzuia mvua. Umeshanielewa vizuri? Akaanza maombi ya kufanyaje? Ya kuzuia mvua. Iliponyesha mvua, alipoona mafuriko yanakuja, akaanza kukemea mafuriko. Baadaye nyumba ikapigwa, akasema pepo amejiinua. Shetani mbaya sana. Huyu alijenga nyumba, aliwaza kulala. Mwenzake alipojenga nyumba, aliwaza kulala na mafuriko. Aliwaza mvua ambayo haijanyesha. Huyu yeye hakuwaza mvua, akawaza nyumba. Mwenye akili alifikiri kwamba kuna siku mvua itanyesha, kuna siku upepo utavuma, kuna siku dhoruba itakuja, nyumba yangu itakuwaje? Huyu mwingine hakuwaza upepo, hakuwaza dhoruba, hakuwaza mafuriko, aliwaza nyumba. Anaitwa mpumbavu. Maana yake nini? Mpumbavu hawazi mbali, anawaza hapa, anaangalia faida sasa hivi bila faida ya baadaye. Huyo ni mpumbavu. Mwenye akili anawaza mbali. Upepo ukavuma, nyumba ikaanguka, swali linakuja, huyu anaanza kulalamika, anaanza maombi, Mungu naomba nyumba nyingine, Baba nisaidie. Anamuuliza, ungetaka kutumia akili kabla hujajenga, achana na mimi. Ukitumia akili yako chini ya kiwango kinachotakiwa, madhara yake utagharamia wewe. Ukitumia akili chini ya kiwango kinachotakiwa, madhara yake utagharamia wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Amepata hela, ni maisha mapya, amepata fedha. Maana kujenga maana yake ni fedha, lakini mawazo yalitofautiana. Huyu alipata fedha akawaza mwamba, huyu akapata fedha akawaza nyumba, huyu alipata. Baba, sogea mbele. Sura ya 25 mstari wa kwanza na kuendelea. Tulizane na muda hapo. Mathayo 25. Ndio. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Sikiliza, wanawali 10 wengine waliotoa taa zao. Wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Wakaenda kumlaki bwana harusi. 5 walikuwa wapumbavu. 5 ni wapumbavu na 5 wenye busara. 5 wenye busara. Maandiko mengine yanasema 5 wapumbavu, 5 wenye akili. Ni wanawali 10 wameenda kumlaki bwana harusi, wamechukua taa. Hebu sema taa. Wamebeba taa. Lakini 5 ni wapumbavu, lakini 5 wenye busara. Kipimo gani kinapima mpumbavu na mwenye busara? Tutakiona baadaye. Soma. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitoe na mafuta pamoja nao. Unaona upumbavu, amechukua taa na mafuta hana. Halo? Amechukua taa na nini? Mafuta hana. Alafu anaenda kwenye harusi. Ukimuuliza ya nini, anambia wenzangu walibeba na mimi nimebeba. Endelea. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Wakatoa mafuta na vyombo. Wamebeba mafuta na taa. Wala kama taa bila mafuta. Hata bwana harusi alipokawia. Bwana harusi akakawia. Wote wakasinzia, wakalala usingizi. Wapumbavu na wenye akili wakalala wote. Sema amen. Amen. Yaani wapumbavu na wenye akili wote kufanyaje? Wakalala. Na taa zao pembeni. Lakini usiku wa manane, pakawa na kelele. Haya bwana harusi, tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wote. Wapumbavu
wajanja wakaondoka, wakazitengeneza taa zao. wakatengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara. Wapumbavu sasa wanaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo. Ndio wanagundua hawana mafuta sasa hivi. Maana taa zetu, tayari wamebeba taa, hawakagua mafuta. Wamechapa usingizi, hawajakagua mafuta. Usiku umeingia, hawajakagua mafuta. Bwana harusi amekuja, ndio wanagundua hawana mafuta. Sema usiku wa giza. Usiku wa giza. Rudia tena, usiku wa giza. Usiku wa giza. Wakati wa mwanga, mchana namna hii, mchana namna hii, hutaona umuhimu wa taa, maana mwanga uko wa kutosha. Ngoja giza liingie, subiri giza liingie. Nisikilize kijana ulioko hapa na wababa tulioko hapa, mnisikilize. Wengi tuko mchana, subiri giza liingie. Kipata hela smartphone unapangusa tu, unachezea tu, si mwanga. Mara umepiga pamba kali, hela zimekwenda, hujui kuna giza linaingia. Ngoja upige miaka ya giza, utakumbuka taa. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona vijana hawaangalii mbele, anaangalia leo. Anafanya kazi, yeye kazi ya kununua simu, anunua vitu vya bei mbaya. Sijasema simu ni mbaya, lakini swali, itakusaidia wakati wa giza? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nisikilize mtu wa Mungu. Sijui kama ni mpango wa Mungu au ni bahati mbaya, lakini mara nyingi imekuwa namna hiyo. Wanaume wengi wanaanza kufa kabla ya wake zao. Nasema sijui kama ni mpango wa Mungu au ni bahati mbaya, lakini mara nyingi kuna namna hiyo. Nenda kwenye misiba, uone wa mama wanavyolia, sio mapenzi, anaishije? Tumsifu Yesu Kristo. Akimwangalia baba amelala pale, anakumbuka hapa kila kitu kimekwenda. Kwa hiyo analia baba, sio mapenzi. Naishije? Kwa nini? Waliishi kana kwamba wataishi wote milele. Tumsifu Yesu Kristo. Kama unatumia akili, lazima ujue kuna siku utaondoka. Na kama nitaondoka, maisha yanabakia namna gani? Watoto wanaishi namna gani? Familia itakaa namna gani? Ukiishi kana kwamba unaishi milele, maana yake umekosa akili. Unajenga vya mchanga, unakaa na taa ina mafuta. Siku usiku ukifika ni hatari. Tumsifu Yesu Kristo. Halo. Nazungumza habari ya kufikiri. Anasema mpumbavu alijenga juu ya mchanga, hakuanza mafuriko. Leo Mungu ametubariki, tunakaa hapa, maisha yanaendelea, kuna watu wa kufikiri. Na lengo la semina hii wapendwa, kwa sababu Mungu anatubariki, tutumie nafasi zetu vizuri, Bwana aweze kutubariki. Tuangalie leo, tuangalie kesho na kesho kutwa, hata Mungu atupe uzee ulio mwema, ili utakapozeeka wajukuu kutembelee. Jina la Bwana libarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ninataka nikwambie ya kwamba fikra unasema Mungu anabariki, Mungu anabariki, Mungu anabariki. Ni kweli kabisa, Mungu anabariki, lakini hata kubariki kwa kuimba, anakubariki kwa kubadilisha fikra. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sijui kama naongea na mtu hapa. Kwani ndugu yangu Mtei atawasaidia baadaye mkienda pale dukani kwake. Hujawahi kupata kitabu kimeandikwa upako wa kuvuna hela, alafu maandishi yana hela? Halo? Ameandikaje eti? Upako wa kuvuna nini? Alafu yeye mwandishi anatafuta 200 kwa kukiuza, hana hela.
Unafikiri amerekebisha ile ndani sio ya kweli? Ukisoma mengine ukiyafuatilia yana ukweli. Kwa nini? Ameshindwa yeye mwenyewe kuenda na mfumo. Ngoja nikwambie, leo kuna watu wanalalamika. Wanasema uchumi mbaya, hali ni mbaya. Unajua sasa hivi serikali imebana, si nani, sijakataa. Inawezekana ni unachokiongea, lakini haujajua unachokizungumza. Kwa nini? Kwa sababu kisha mpokea Yesu Kristo, ukaingia kwenye ufalme wa Mungu, hautegemei bajeti ya bunge la Dodoma, unategemea bajeti ya bunge la mbinguni. Shida yako ni kama wewe unaangalia Dodoma, wakati kuna bunge la mbinguni kuangalia wewe. Sasa wewe unabaki Dodoma, unakuachana Dodoma yako. Walioangalia mbinguni wanafanikiwa. Kwa nini? Kwa mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawezi kutikisika hata milele. Anasema ni kama mti uliopandwa kando ya maji, hata wakati wa hari utaendelea kuchanua matawi yake na maua yake na matunda yake. Wewe unasema Dodoma imebana. Jamani, hali mbaya, uchumi ni mbaya, biashara zinakufa, wateja hakuna. Wewe umekaa unaangalia maneno ya dunia, umesahau kuna neno la Bwana linasema utashinda na zaidi ya kushinda katika yeye akutie nguvu. Hata wakati ule wa Elia, je, litokea, lakini kunguru walimletea mkate Elia. Wewe ni kama Elia wa leo. Hata kama kuna dhiki, kuna tabu, kuna mahangaiko, lakini tunaye Bwana wa mabwana, tunaye mfalme wa falme. Nini? Lazima fikra zetu zibadilike kwa kiwango cha kuona Bwana wa majeshi. Haleluya, 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 haleluya. Unasema ni mbaya, uchumi hauendi. Tatizo ni kwamba kilima chako ni cha zamani, divai yako ni mpya. Unamuita Yesu, lakini bado ya Yesu huyaamini. Shida ni nini? Divai mpya, kilima cha zamani. Lazima uweke divai mpya kwenye kilima kipya kwa jina la Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Halo. Lazima kubadilika. Lazima tuone mbali. Unahitaji kubadilika unavyofikiri. Zingatia mambo yafuatayo. Muda umekimbia, wewe nenda haraka haraka. Tunataka kubadilika tunavyofikiri. Jambo la kwanza, amini neno la Mungu. Amini neno la Mungu. Amini neno la Mungu. Kama kuna mahali pagumu kwa wapendwa, ni kuamini neno. Wapendwa wanaamini maneno ya watu kuliko neno la Mungu. Amini neno. Anasema wale ambao waliompenda watashika neno lake, nao watafananishwa na nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Maana yake ukisoma neno ukaliamini, maana yake kuna mfumo fulani wa maisha ambao utatokea. Hata kama kuna shida, hata kama kuna tabu inaweza kukuta wewe. Kwa nini? Umeliamini neno. Neno la Mungu huwa linakinzana na mawazo na maoni na mipango ya wanadamu siku zote. Neno la Mungu linaongea kinyume cha wanadamu. Wakati daktari anasema ugonjwa huu hauna dawa, huyu mtu hawezi kupona, neno linasema hakika hautakufa, utaishi. Swali, unaamini neno au maneno? Unataka kubadilika fikra zako ili ziendane na mfumo wa maisha ya Ukristo, amini neno. Sema amen. Amen. Soma neno la Mungu, liamini. Usisome Biblia kama hadithi fulani hivi za kujifurahisha. Soma neno, libadilishe fikra zako, na uiambie akili yangu amini. Asema Bwana wa majeshi yatosha. Kilichowagharimu wakina Sara, kilichowagharimu wakina Ibrahim wenzile ni maneno ya watu. Sayansi ya kibinadamu inasema umri fulani ukifika huwezi kuzaa tena. Mungu anasema hayo ni maneno ya wanadamu. Hiyo ni sayansi ya wanadamu. Mimi ndiye niliyeumba mbingu na nchi. Haya yanayoshindikana kwa wanadamu, mimi ndio nayatenda.
unataka kuona mabadiliko ya maisha yako, anza kuamini neno lianze kubadilika, ulianze kubadilisha fikra zako. Lazima mawazo yako yaendane sawasawa na neno la Mungu. Wakisema hatuwezi, mwambie tunayaweza yote katika yeye atutie nguvu. Akisema mimi nashinda, mwambie nitakuwa ni mshindi katika jina la Yesu, maana na Mungu anasema kwamba mimi ni mshindi, nitakuwa ni kichwa wala sio mkia. Lazima ukubali kubadilisha maneno yote kuwa neno, kila neno kuwa neno, maneno kuwa neno. Utashangaa akili yako inaanza kubadilika. Ukianza kubadilika unavyofikiri, imani yako inaanza kubadilika. Imani ikibadilika, unaona maisha yanaanza kubadilika. Huo ndio mfumo. Vinginevyo utakaa miaka 20 unasota. Utafanyia watu wengine maombi. Na ukitaka kuamini, nakumbuka siku moja hapa nani Mturuka yuko hapa. Zamani tuko kwenye mkesha mmoja kurasili, zamani sana, siku Mturuka nakumbuka. Sasa tumezama kitele moto na tulikanyage shetani, tulikanyage kanyaga. Sasa mwenzetu mmoja akawa anaangalia hivi. Anaangalia akisema huyu jamaa vipi? Ameacha kuomba, anaangalia hivi kwenye bati. Kana tukamgusa hivi. Hakuendelea kuomba, akaangalia. Sasa huyu anaangalia nini? Kakaza macho kabisa hivi, anafanya hivi. Anaangalia kusoma. Sisi wote tukaacha kuomba, tukasogea, anza kumwangalia. Akasemaje? Bonge la joka. Hakuna aliyebaki pale ndani. Walikuwa nao tulikanyage shetani, tulika. Kila mtu alitoka na kona yake. Ndio tutagundua hawa jamaa walikuwa wanaomba sio kiamini. Kilichokuja kichwani haraka sio uwezo wa Mungu kwenye nyoka, ni hatari ya nyoka. Tumsifu Yesu Kristo. Akili yetu haijafikia kuamini neno kwa kiwango cha kuona hata mkikanyaga nyoka hazitawadhuru bado. Kwa hiyo ukisema tu nyoka, kinachoingia kichwani ni sumu, ni mbio. Tumsifu Yesu Kristo. Sema neno. Kwa hiyo hakikisha unasoma neno. Amen. Marafiki. Hebu andika marafiki. Sio kila mtu ni sahihi kuambatana naye. Kuna watu wengine ukikaa nao, ukianza kuongea naye akaongea, anaanza kukushusha kutoka juu na kuleta chini. Anaanza kukutoa juu, anakushusha chini. Mazungumzo yake na mazungumzo yako, maono yako na mafikra zako, mahali anataka kufika na mahali anataka kufika yeye ni tofauti. Spidi ya kufikiri haina tofauti na spidi ya vyombo vya moto. Sasa leo tuulizane maswali ya kawaida. Tangu lini Land Cruiser na bajaji zikashindana? Zikaenda pamoja. Huyu anaendesha Land Cruiser, huyu anaendesha bajaji. Lazima moja itumie mafuta mengi kuliko mwenzake. Sasa kama wewe unafikiri Mungu amekujalia, unawaza mawazo ya mbali, tafuta watu wanawaza mbali kama wewe. Usikae na watu wanawaza karibu. Wale cheka nao, malizana nao, tafuta mawazo mbali kama wewe. Kwa nini? Chuma hunoa chuma. Ukikaa na mtu anawaza kama wewe na kukuza na kupeleka mbele. Unawaza kufungua supermarket, tembelea matajiri wa supermarket. Enda katembelea kule, anza kuuliza maswali, mnafanyaje? Kitu gani? Nataka kuwa mtu mmiliki supermarket baadaye. Unataka kumiliki magari wakati una pikipiki, anza kutembelea mamiliki wa magari, wakubwa, watembelea ofisini, waulize unaendeshaje mradi wako. Anauliza unataka mimi nafungua kampuni yangu karibu kwa hata shilingi 500 huna. Nini najenga imani yangu, naangalia mbele. Baada ya siku utafika pale. Wewe unakaa na mtu ambaye kila saa hajapendeza, hawaendani, utafika wapi? Ukiona mazungumzo yote ambayo hayawezi kukuvusha
mambo ya pili. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema jiepushe kukaa barazani kwa wenye mizaha, watu wanaongea mambo ambayo hayatujengi. Kaa watu, unapata sentensi moja inakuvusha. Jina la Bwana libarikiwe. Unataka kuwa bilionea, tafuta mabilionea. Ukiwakosa soma vitabu vyao vinapatikana. Walifanya fanyaje? Walipita njia gani? Inawezekana unasoma mahali kwa umekata tamaa kidogo, unasoma habari za mtu mmoja na kuvusha pale. Unataka kuwa mhubiri mkubwa, tafuta wahubiri wakubwa, soma habari zao, fuatilia mikanda yao, angalia wanafanyaje, utavuka pale. Sio wewe unataka kuwa mhubiri mkubwa, kuwa tajiri mkubwa, alafu utafiti wao unafanya kwa watu ambao wana huduma, anakuambia hivi naweza kama mhubiri wa kimataifa, anambia acha kiburi wewe. Unaambia mimi na mpango wape, unasikia moyoni mwangu natamani kuwa mhubiri wa kimataifa, anakuambia wewe. Nasema yeye anambia acha kiburi. Roho ya kujiinua hiyo. Haleluya, haleluya. Lakini ukimfuata mtu ambaye mwenye level hiyo, atakwambia Bwana na akusaidie, inawezekana na siku moja unaweza. Ukimfuata huyu hawezi. Tumsifu Yesu Kristo. Na nikusaidie, tafuta walioko juu yako, wakunyanyua walipofika wao. Haleluya, haleluya. Unajua iko hivi, ni muda umeenda, tungefanya zoezi hapa, mngeona watu wawili wakikaa kwenye skiti, huyu amekaa na amekaa, huyu aliyekaa hawezi kunyanyua aliyekaa mwenzake. Kama unabisha, jaribu na huyu nikanaje jirani yako mnyanyua wakati umekaa wewe, kama utaweza. Jaribu. Si umekaa hapa wewe, endelea kwa afu mnyanyue, unaweza kunyanyua. Unaweza kunyanyua. Lakini ukisimama, maana yake nini? Aliyoko juu anaweza kumfuta aliyoko chini. Tumsifu Yesu Kristo. Tafuta watu walioko pale juu. Hata kama utasema unajipendekeza, potelea mbali. Jipendekeze tu kwa walioko juu. Tembea nao pale. Haleluya, haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunahitaji wapendwa kubadilika, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu analeta mabadiliko. Tunahitaji kubarikiwa kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayebariki. Tumsifu Yesu Kristo. Tatizo sio Mungu, marafiki. Nakumbuka zamani nilikuwa na hamu ya kupiga kinanda, najifundisha kupiga kinanda. Sasa unajua ukiwa unajifunza kupiga kinanda, unafanyaga vitu kama mtu mmoja akapita kanisa, unafanya nini hapo? Nikamwambia napiga kinanda. Akaniangalia akasema watu wengine. Wewe unapiga kinanda hapo? Hiyo ndio wimbo gani unapiga sasa? Kuna watu wengine kazi yao ni kukushusha. Usikubali kushuka, nenda juu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakikupromosha wewe nenda juu. Haleluya, haleluya. Akikwambia wewe huwezi, mwambie hata profesa alikuwa siku moja alikuwa chekechea, lakini leo ni profesa. Hata ninaanzia hapa, kuna siku utajua ya kwamba Mungu wangu ameniinua. Kwa nini? Mungu ni Mungu anatuwazia mawazo ya juu, sio mawazo ya chini. Tatizo tubadilike kwanza tunavyofikiri, tubadilishe fikra zetu. Imani yetu itabadilika na maisha yetu yatabadilika. Sema marafiki. Jambo la mwisho la kuzingatia hapa, maombi ya kujinenea mema. Maombi ya kujinenea mema. Maombi ya kujinenea mema. Lazima uanze kubadilisha mfumo wako wa kufikiri kwa kuaminisha kitu. Amka asubuhi, anza kujinenea mema, anza kutamka. Hata kama wewe huna nyumba, unadaiwa kodi, huna hela ya kulipa, anza kusema kwa jina la Yesu namiliki ghorofa leo. Kwa jina la Yesu namiliki ghorofa langu. Kwa jina la Yesu namiliki ghorofa langu. Unatoka pale nje, wanakuambia kodi yangu nalipa lini? Mama uhame. Unasema sawa mama. Unasema lakini mwanangu nina ghorofa langu, na ghorofa langu, na ghorofa langu. Wakisema wewe maskini, huna hela, tamka tu moyoni wako, mimi sio maskini Yesu, namiliki ghorofa. Endelea kutamka tu. Endelea kusema, kuna siku utaliona kwa macho. Kwa nini? Unachotamka ndicho
Watu wanakumbuka wakati naanza kufundisha shule hapa Emmaus mwaka 2006-2007 pale nyuma pale, na wanafunzi wangu wawili nafundisha tuition pale. Watu wanaweza wewe unafanya nini? Naambia nimeanzisha shule. Wanaambia unasemaje? Shule. Na jina nikatafuta na wanafunzi wawili. Hatuna ubao, hatuna meza, hatuna kiti. Tunakaa pale nyuma pale. Nikienda kuhubiri Jangwani nawapigia simu, darasa liko Jangwani. Nikimaliza kuhubiri tunakaa pale nyuma, wao nafikiri nafanya kazi na nafundisha. Tuliomba hapa, Mungu akafanya, imani itendayo kazi, fikra zinazoleta mabadiliko. Sema amina. Amina. Mungu atafanya. Wangapi wanaamini? Tunahitaji kubadilisha fikra zetu. Tunaenda kumtolea Mungu kwanza sadaka. Baada ya matoleo tunaenda kuomba maombi ya kubadilisha fikra. Tuanze kuwaza juu. Ulikuwa unawaza kidogo, leo tunataka uanze kuwaza. Amina. Chukua fedha yako ya kumtolea Mungu sadaka. Tumtolee Mungu matoleo, alafu tuingie kwenye maombi. Ambaye alipigwa ili apate kutupa neema ya ushindi. Yote yanawezekana. Yamkini umepita katika mambo magumu, wengine madeni makubwa, wengine biashara zimeanza kuharibika, wengine maendeleo yetu yanarudi nyuma. Ukiangalia mbele unahisi kama siwezi kutoza tena, hali imekuwa kama ni mbaya. Iko neema ya Mungu juu yangu sasa hivi. Iko neema ya Mungu ambayo inaweza kuleta mabadiliko. Anza kubadilika tu na ufikiri, ona uko na uwezo wa Mungu. Usiangalie ukubwa wa shida unayopitia, usiangalie tatizo unalopitia. Mungu atafanya njia pasipo na njia. Kama alimwambia Musa, acha kulililia, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Hapo unapoona kwamba hakuna njia, Bwana anafanya njia hapo hapo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Tazama watoto wako hawa, wengine wamepita katika maeneo magumu ya maisha, wamefika mahali ambapo wamekata tamaa. Baba, tunaomba ufanye njia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu. Mahali ambapo njia imekwama, mahali ambapo mambo yamekwama, familia zimekwama, biashara imekwama, kila kitu hakiendi, Baba, katika jina la Yesu tunaomba fungua mlango, weka mlango pasipo na mlango. Wale ambao wamekata tamaa kwa sababu ya magonjwa, Baba, waponye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata ile magonjwa sugu ambayo madaktari walisema hawezi kupona, lakini kwako Mungu yote yanawezekana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu, kwako yanawezekana.
yale ambayo kwa damu yawezekani, kwako yanawezekana. Baba, katika jina la Yesu tunaachilia uponyaji, tunaachilia uponyaji, hata kama watu wamefungwa na nguvu za mapepo, nguvu za majini, subiani, makata, vibwengo, roho za uchawi, roho za majini, roho za mapepo, kwa jina la Yesu toka ndani ya watu hawa, toka ndani yao, toka kwa jina la Yesu, toka ndani yao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wale waliokamatwa na nguvu za giza, mizimu ya makaburini, mizimu ya njia panda, mizimu ya mababu, mizimu ya mabibi, kwa jina la Yesu achia watu hawa waliopelekwa kwa waganga, wakapelekwa makaburini, wakachanjwa, wakapewa dawa nyingine ambazo zimeingia ndani yao na kuleta madhara, kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu toka ndani yao, toka ndani yao. Achia magonjwa ya kansa, toka magonjwa ya kansa, toka kisukari, toka. Pokea tu, pokea. Kila mmoja aanze kuomba sasa. Omba nguvu ya Mungu, omba Mungu aweke fikra mpya, omba Mungu akumbie mawazo mapya. Tunaenda maombi kwa ajili ya mawazo mapya mpaka kule nyuma, kila mtu aanze kuomba. Omba Mungu sasa, mwambie nimesikia neno lako, nahitaji unipe fikra mpya, unipe mawazo mapya. Mungu, naomba unibadilishe kuwaza kwangu, nibadilishe kufikiri kwangu. Baba, katika jina la Yesu tunahitaji kubadilika tunavyofikiri. Badilisha akili zetu, badilisha mawazo yetu. Hatuwezi kuweka divai mpya katika viriba vya zamani. Hatuwezi, Mungu wa mbinguni, kuanza maisha ya wokovu, kuanza maisha ya kiroho katika mawazo ya kipagani, mawazo ya kule Misri, mawazo ya kushindwa, mawazo ya kufa tu, mawazo yasiyo na mafanikio. Baba, badilisha mawazo yetu yaendane na maisha mapya haya kwa jina la Yesu Kristo. Baba, badilisha tunavyowaza. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, haya pokea mawazo mapya. Omba Mungu aweze kuumba mawazo mapya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mawazo mapya, mawazo mapya, fikra mpya. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Pokea mawazo mapya, pokea mawazo mapya, pokea mawazo mapya. Waza sawasawa na maisha mapya ambayo Mungu amekupa, maisha ya ushindi. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Tunahitaji kubadilika tunavyofikiri, tubadilike tunavyotenda, tubadilike tunavyoishi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu tubadilike. Badilisha mawazo yako, badilisha mawazo, pandikiza mawazo mapya ya kwamba wewe ni mtu wa maana na Mungu ameweka kitu kikubwa kwako. Rika ramarianda rabokosai, rika rabababa, oroko samariama, rika rabababa, rika ramamama, kwa jina la Yesu Kristo, rika rabababa kasai.